Je, umewahi kuhisi kuna mtu anakupenda lakini hajawahi kutamkia neno lolote? Usijali, leo nitakuonyesha dalili za kisaikolojia zinazoonyesha kuwa mtu anakupenda kwa siri bila hata yeye kukuambia. Lakini kama ni mara yako ya kwanza kujiunga na chaneli yetu ya Elikhan Mtz, karibu sana na usahau kusubscribe. Hasa dalili ya kwanza ni kwenye macho na mtizamo. Mtu anayekupenda kwa siri atakutazama mara nyingi bila kujitambua. Ukimwangalia ghafla, anaweza kugeuza macho na kujifanya anaangalia simu. Mtizamo wake huwa tofauti na ule anaotumia kwa watu wengine, kwa sababu macho humfuata yule ambaye moyo wake umemvutia. Dalili ya kwanza kabisa ya kumgundua mtu anayekupenda unaweza kuiona kwenye macho. Na mara nyingi mtu ambaye amevutiwa na mtu fulani utakuta anamwangalia sana. Na ili kujua kwamba alikuwa anakuangalia sana, pale ambapo unamwangalia wewe pia utaona anakopesha macho au anavunga, labda alikuwa anachezea simu au anafanya kitu kingine tofauti na kile ambacho alikuwa anakifanya mwanzo. Hapo anakuwa anaficha hisia zake, lakini baadaye tena ile jambo kwa sababu linamuongoza kihisia, atajikuta anakuangalia bila hata yeye kutambua kuwa anakuangalia, kwa sababu binadamu sisi kisaikolojia tunavutiwa zaidi au tunawatizama zaidi wale watu ambao tunavutiwa nao. Kwa hiyo hisia zina nguvu ya kumuongoza mtu bila hata yeye kujitambua anachokifanya. Utajikuta anakuangalia sana, anakuwa makini na wewe, atakusikiliza unachokifanya au unachoongea, mambo unayofanya, anakuangalia kwa umakini zaidi kwa sababu kunakuwa na hisia ya mvuto ndani yake. Kwa hiyo macho pia anaweza kukupa ishara hata kama mtu hajakwambia, ukajua kwa sababu mtu anakupenda kwa siri bila hata kusema neno lolote. Lakini dalili ya pili ni uwezo kukumbuka vitu vidogo vidogo. Anakumbuka mambo madogo madogo sana kukuhusu, anakumbuka ulichosema siku za nyuma, anakumbuka unachokipenda, na hata kama anakumbuka siku ulipokuwa na huzuni, hii inaonyesha anakupa nafasi kubwa kwenye mawazo yake, kwa sababu kisaikolojia mtu hukumbuka zaidi kile anachokithamini. Sasa kwa sababu anakupenda, lakini hata kama hajakwambia, kwa sababu anakupenda na anakuthamini, atakuwa anakumbuka vitu vidogo vidogo kukuhusu. Anaweza kukumbuka jambo alilomwambia hata kama ni la utani. Tunaona anakukumbusha labda chakula unachokipenda, mambo ambayo unayapenda, au jambo lote ambalo ulifanya kama mzaha kumwambia akakukumbusha. Lengo ni pale kwanza kutengeneza ukaribu wake na wewe, lakini pia hiyo kisaikolojia inaonyesha kwamba anakuthamini zaidi, kwa sababu si binadamu huwa tunavikumbuka vitu ambavyo tunavisamini. Kwa hiyo ukianza kuona anakumbuka vitu vidogo vidogo na anakukumbusha mambo ambayo hata wewe mwenyewe ulimwambia kwa mzaha, hata bila usirias wote anakumbuka, basi anathamini mawazo yako, lakini pia na hisia zako. Kwa hiyo huyo atakuwa anakupenda hata kama hajakwambia jambo lolote, lakini atakuwa anakupenda bila hata kusema neno lolote. Kwa hiyo ukiona mtu anakumbuka vitu vidogo vidogo sana kuhusu jambo lolote, hiyo ni ishara kwamba anathamini hisia zako na anakupenda kwa dhati. Lakini dalili ya tatu ni kujali kihisia. Ukionekana mwenye huzuni, yeye ndiye wa kwanza kukuuliza matatizo gani. Ukicheka, na yeye anafurahi. Ukiumia, na yeye anaumia. Hii inaonyesha tayari kuna uhusiano wa kihisia unaojengwa ndani yake, hata kama hajasubutu kusema wazi kuwa anakupenda. Sasa dalili ya tatu ya kumgundua mtu kuwa anakupenda ni kujali kihisia. Pale unapokuwa na matatizo, anakuwa wa kwanza kukuuliza matatizo gani, lakini pia unapokuwa na huzuni, na yeye anapata huzuni. Na hata kama mko mnaongea, ghafla ukaanza kucheka, na yeye unamwona anacheka. Ukipata huzuni, na yeye anapata huzuni. Hapo kunakuwa una muunganiko wa kihisia, kwamba kuna muunganiko wa kihisia ndani yake kati yako na wewe, kwa sababu kuwa anakupenda. Sasa hicho kitu kinampelekea naye kushare hisia zako na za kwake. Kwa kama umepata labda huzuni, na yeye anapata huzuni, kwa sababu kunakuwa na muunganiko wa kihisia. Ukiona hicho, unajua kwamba huyu mtu ananipenda. Hata kama hajakwambia, unajua kwamba huyu mtu anakupenda. Kwa hiyo ile hali ya kujali na inakuwa ya ukweli, sio ya kuigiza, kwa sababu unaona kabisa kama mtu labda umepata changamoto, na yeye anaumia, anasimamia hiyo changamoto yako mpaka iishe. Kama kwenye filamu na furahi pamoja, hapo huyo mtu anakuwa na hisia ya mvuto ndani yake kwako. Lakini dalili ya nne, kukutafuta bila sababu. Mtu anayekupenda kwa siri atakutafuta bila sababu ya msingi. Anaweza kuandikia ujumbe wa kawaida kama kuuliza ukoje au unaendeleaje. Hakuna jambo la muhimu, lakini bado anataka kuwasiliana na wewe kwa sababu akili yake inataka uwe karibu naye kila wakati. Na
Dalili hii ya 4 ya kujua kama mtu anakupenda ni ile kukutafuta bila kuwa na sababu ya msingi. Anatamani tu kujua unaendeleaje, ukoje, hali yako iko vipi, na lengo ni kutengeneza ukaribu na kuwa naye karibu kila wakati, kwa sababu unaweza kukuta hata anakutafuta muda huu, baada tena muda anakuulizia jambo lolote, ili lengo muendelee kuwasiliana na muendelee kuwa karibu. Kwa hii pia ni ishara ya kwamba huyu mtu anakupenda, hata kama hajakwambia basi anakupenda kwa dhati. Lakini dalili ya 5 ni wivu wa siri. Hata kama hamko kwenye mahusiano, mtu anayekupenda kwa siri huonesha wivu pale unapomtaja mtu mwingine. Uso wake unaweza kubadilika, anaweza kunyamaza ghafla au kuuliza maswali mengi. Huu ni wivu wa ndani unaotokana na hofu ya kupoteza, lakini bado anaogopa kusema ukweli kuhusu hisia zake. Sasa dalili ya 5 ni wivu wa siri. Unaweza kukuta labda hajakwambia jambo lolote kwamba anakupenda, lakini pale unapoanza kuzungumzia mtu mwingine, unaona ghafla kama mlikuwa mnaongea anakaa kimya au anakuuliza maswali mengi. Mna mahusiano gani na yule mtu? Huwa mnafanya nini? Huwa mnaongea nini? Hapo ni lengo la kuwa na hofu kwamba anaweza kukupoteza. Na ile hofu hata kama hajaongea kwa mdomo kama anakupenda, ile hofu waga inamdrive yeye automatic kihisia, kwa sababu anakuwa hata yeye ajitambue. Kihisia anakuwa anapata hofu kwamba anapoteza kitu cha thamani. Kwa hiyo anajikuta anaanza kujilinda sasa kwa kuuliza maswali, anaweza kukaa kimya, kwa sababu kila mtu ana namna yake ya kujilinda na jambo fulani. Kwa hiyo unaweza kukuta ghafla anakaa kimya, labda kukuuliza jambo au anakujibu majibu mafupi. Lengo umegusa hisia zake. Kwa hiyo pia inaonyesha kwamba huyo mtu anakupenda. Lakini dalili ya 6 ni lugha ya mwili. Mwili wake huanza kuonesha ishara bila yeye kujua. Anaweza kujiegemeza karibu na wewe, miguu yake ikaelekea upande wako na akacheka sana hata kama umesema jambo la kawaida. Wakati mwingine anaweza kuonekana mwenye aibu au kuchezea mikono na nywele zake anapoongea na wewe. Sasa lugha ya mwili pia inaweza kumsaliti mtu hata kama hajasema kwa maneno, lakini mwili wake unaweza ukasema. Mfano, anapokuwa karibu na wewe unaona anakuwa karibu yako, anapenda kuwa karibu yako, anajisikia huru kuwa karibu yako, lakini pia hata miguu yake. Kwa mfano mmekaa sehemu moja, unaona miguu yake inaelekea upande wako, kwa sababu mtu ambaye anavutiwa na kitu huwa anaelekea ule upande, hata kama amepindisha labda mwili wake au macho yake, lakini miguu yake unaona kabisa inakutizama wewe. Hiyo ni saikolojia kabisa, kwamba tunavutiwa na vile vitu ambavyo tunavisamini na tunavipenda. Kwa hiyo unajikuta mwili wake unakuwa unaelekea upande ule ambao wewe upo, hata kama uso wake amegeuzia sehemu nyingine au macho yake amegeuzia sehemu nyingine, lakini mwili wake unaweza kuuona. Lakini pia kuna mabadiliko. Unapokuwa karibu yake anaweza kubadilisha namna anavyozungumza, namna anavyotenda, anakuwa mstaarabu na anaweza kuwa labda na wasiwasi kidogo, kama kujirekebisha, kama nywele zake zimekaa vibaya akaanza kurekebisha nguo zake. Lengo ni kutaka kujiweka awe bora zaidi pale ambapo anapokuwa karibu na wewe. Kwa hiyo hizi pia zinaweza kuonyesha kwamba huyu mtu anakupenda hata kama hajakutamkia neno lolote. Lugha ya mwili ina nguvu kubwa kuliko maneno. Mtu anaweza kuficha kwa maneno, lakini mwili ukamumbua kuwa anachokisema kiko namna ipi tofauti na yale maneno anayozungumza. Lakini dalili ya 7 ni kukupa kipaumbele. Ataanza kukupa muda wake zaidi kuliko watu wengine. Anaweza kubadilisha mipango yake ili awe na wewe au kuhakikisha anapatikana unapomhitaji. Hii inaonyesha tayari umechukua nafasi ya pekee kwenye maisha yake. Pale ambapo unahitaji kukutana naye, unaona anakuwa rahisi kukubali, hakatai, anabadilisha ratiba zake ili aweze kuonana na wewe. Pale inakuwa kisaikolojia una nafasi kubwa kwake. Ndio maana anaamua kuweka kipaumbele mambo yake na ya kwako zaidi katika maisha yake, kwa sababu kama mtu anakuthamini atakuwekea kipaumbele zaidi, na mtu anayekupenda ataacha ratiba zake au ataziharibu ratiba zake, atafuata ratiba zako kwa sababu tayari anakuthamini na anakupenda. Kwa hiyo hii pia inaweza ikakuonyesha kwamba huyu mtu anakupenda, kwa sababu unapomuomba labda muonane hakatai, anatengeneza ratiba yoyote ili mkutane. Kwa hapo unakuwa unajua kwamba huyu mtu ana hisia ya mvuto ndani yake kwako. Sasa jambo la mwisho, mtu anayekupenda kwa siri hawezi kusema kwa maneno, lakini hawezi kuficha kwa matendo. Macho yake, maneno yake, tabia zake na jinsi anavyokujali vitakupa majibu. Dalili moja pekee haitoshi.
lakini dalili nyingi zikijirudia mara kwa mara huwa na ujumbe wa wazi kutoka moyoni mwake kuwa anakupenda kimya kimya. Sasa usitumie dalili moja kumhukumu mtu. Unakuta mtu labda anakupenda kwa urafiki tu wa kawaida, lakini kuna ule upendo ambao umezidi urafiki wa kawaida. Sasa usijaji mtu kwa ishara moja. Kuna mtu mwingine unamkutana naye labda anaogopa kuangalia usoni, anakuwa na wasiwasi, anakuwa hajiamini, wewe unahisi labda anakupenda lakini kumbe ana uoga au ana hofu. Kwa hiyo usijaji kwa dalili moja. Angalia dalili hata 2 au 3, alafu ziangalie zinavyojirudia. Ukiona zinajirudia mara kwa mara, unajua kabisa huyo mtu anakuficha kihisia, lakini anakuficha kwa maneno, kwa sababu hisia huwa hazifichwi, zitaonekana tu. Unajua kabisa huyu hapa anakuficha kwa maneno, lakini anakupenda katika kihisia, yani kihisia zake zina mvuto mkubwa zaidi kwako. Kwa hiyo unaweza usione akikwambia kwa maneno, lakini hizi dalili ukizifuatilia na ukaangalia zinavyojirudia, unaweza kujua kwa sababu mtu anakupenda au hakupendi. Kwa hiyo usijaji mtu kwa dalili moja, jaribu kuangalia zinavyojirudia na ndio utoe maamuzi. Hebu niambie katika comment, ni dalili ipi ambayo imekugusa zaidi, lakini kama kuna sehemu hujaelewa unaweza comment pia sehemu ya comment section. Asante sana kwa kuwa nami kuanzia mwanzo mpaka mwisho kipindi hichi. Mimi naitwa Elikhan Mtz, hadi kipindi kingine kinachofuata. Bye bye.